Tusome hapo tena Wafilipi 4 mstari wa 7. Tusome wote pamoja. Na amani ya Mungu. Hii sio amani ya kutafuta kwa akili zako. Hii sio amani ya kutafuta kwa nguvu zako. Sio amani ya kujilazimishia. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Hii ni amani ya Mungu sasa inayokuja kwa mtu baada ya tohara ya Kristo. Amani hii sasa ndio itakufanya uwatii, uweze kumtii hata mume, uweze kuwa na amani na mume wako, korofi mataifa na masigara yake na pombe zake na matusi yake ya nguoni, mpaka ukamvuta naye atamani huo wokovu ndani yako na kusema hapana, huyu mtu si wa kawaida. Huyu mtu lazima atakuwa supernatural. Huyu atakuwa ni kiumbe namna gani huyu? Yaani najaribu kumuudhi na mvuruga, nafanya hivi na vile. Wapi? Sijui amelishwa nini huyu huko anapokwenda. Kitamfanya ajue Ukristo wake wa jina sio huu. Hicho licho nacho yeye hana. Na kama watu wengi waliokolewa wangekuwa wametakaswa, kwa hiyo wangekuwa ni nuru inayovuta wadudu. Watu wengi wangetamani wokovu kwa namna ile wanavyotamani wadudu, wanavyotamani nuru na kuifuata, kwa jinsi kila mtu anavyotamani chumvi. Ni chumvi ya dunia, ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo tungekuwa chumvi, tungekuwa nuru inayotamaniwa na watu wote. Waraka wa kwanza wa Petro sasa. Watu wakali tunaweza tukaishi nao na tunatakiwa tuishi nao. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 18. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 18 tunasoma: enyi watumishi, watiini bwana zenu kwa hofu nyingi, si wao walio wema na wenye upole tu, bali nao walio wa namna gani? Walio wa namna gani? Walio wakali. Ndio. Enyi watumishi, watiini bwana zenu kwa hofu nyingi, sio wao walio wema na wenye upole tu, bali nao walio wakali. Wewe sasa ukaishi na watu hawa bila amani ipitayo akili zote. Kila siku utakwazika, utavurugwa kila dakika. Na hata hapa wako watu ambao hawasalimiani. Hawapo? Hawakosekani. Ukiwa na moyo wa jiwe, ukimwona mwenzako amekaa namba 1, wewe lazima ukae namba 5. Siwezi kukaa na yule. Yaani navurugwa, amani sina. Yaani kinachonifanya niwepo hapa kanisani ni mchungaji. Basi ndio ananifanya niwepo. Lakini kiongozi wa zone sina amani naye, kiongozi wa section sina amani naye, kiongozi wa kanisa nyumbani sina amani naye, watendakazi wote sina amani nao. Wote waongo hawa, hawajaokoka. Na umekaa hivi, una amani na kila mtu hapa. Ndugu yangu, huwezi kwenda mbinguni hivyo. Kwa sababu wanaoenda mbinguni ni wale wanaoweza kuwa na amani na watu wote. Naweza kuwa una amani hata na mkeo, una amani hata na ndugu yako wa kimwili, una amani hata na mzazi wako. Mweza hata kusema mkasema kwa amani.
ndivyo walivyo hawa wenye moyo wa jiwe ambao hawajafanyia tohara ya Kristo. Amani hiyo haiwezi kabisa kuwepo. Ndani yako kuna kona asili ya Adamu kwa namna ile ile ya Habili, kwa namna ile ile ya Kaini alivyomghadhibikia Habili. Kaini amejaa ghadhabu, ameghadhibika, uso wake umekunjamana, hana amani na ndugu yake. Hata naambiwa na Mungu hana amani hata na Mungu mwenyewe. Alichoamua ameamua. Asili hiyo ya Kaini itakuwa ndani ya mtu ambaye hajatakaswa. Hawezi kuwa na amani hata na ndugu yake mwenyewe. Hawezi kuishi na wapendwa pamoja. Waweke tu wawili kwenye chumba kimoja, ni vurugu. Watavurugana mpaka utasema hawa watu waliwahi kuokoka kweli? Wameokoka. Lakini tatizo ni mioyo yao. Mioyo ya mawe, mioyo ya jiwe. Wanahitaji utakaso. Tuangalia utaona hamna uasherati ndani yao, hakuna wao ni pombe, wavuti sigara. Yako matendo nje ambayo yako mengi tu waziwazi ambao hawaishi baada ya kuwa wameokoka. Jioje mwenyewe. Je, kitu kidogo kinakuvuruga kabisa na huwezi kuwa na amani tangu asubuhi mpaka jioni? Mpaka unafikia kusema sina amani, fulani ananikwaza, siwezi kuimba kwaya. Kwa sababu ya mtu mmoja tu kwaya umeacha. Sasa utaingia mbingu ya wapi? Umepewa talanta na talanta hiyo unatakiwa uizalishe. Kwa ajili ya mtu mmoja umeshindwa kuimba kwaya. Moto utakusubiri wazi tu. Sina amani, siwezi kukaa katika section hii. Kama kiongozi wa section yuko hapa, kama kiongozi wa kanisa nyumbani hajabadilishwa, siwezi kukaa hapa. Mtu mmoja ananiandikia barua, ananiambia, mchungaji, tunashukuru kwa madarasa ya Biblia aliyoanza, lakini nauliza, mimi hapa nilipo sasa niko kwenye zoni ambayo sina amani na viongozi wake. Naruhusiwa kuhama zoni kwenye darasa? Hata ukienda kwenye zoni nyingine utakuwa hivyo. Tatizo sio zoni, tatizo ni moyo wa jiwe. Tatizo nafikiri ni zoni. Tatizo sio viongozi hao, tatizo ni wewe. Mshike mkono jirani yako mwambie tatizo ni wewe. Ngeukia na mwingine mwambie tatizo ni wewe. Ndio. Yaani tukiwa tunaonyesha watu vidole tu baada ya somo hili huwezi kutakaswa. Yaani lazima ufikie mahali ujione wewe ndio tatizo. Lakini ukiwa unasema yule utatoka, tutamaliza somo hili utatoka hivyo hivyo. Utabaki tuna masomo haya katika kichwa, katika akili, unaweza hata kuyafundisha, lakini huwezi kuyaishi. Tohara ya Kristo itakupa kuwa na amani na watu wote, hata walio wakali. Unaweza kuishi na watu ambao wengine hawawezi kuthubutu kuishi nao. Unaweza kuishi na mahouse girl ambao wengine hawawezi kuishi nao hata siku 2-3. Wako watu kwa sababu hawana kitu kidogo kimavuruga, kila siku wanabadilisha house girl. Huyu hafai. Utamaliza wote hapa mjini. Utamaliza wa Iringa, utaanza wa Singida, alafu utawaendea wa Songea. Tatizo sio house girl, tatizo ni wewe.
Tatizo ni nani? Shike mkono jirani yako tena mwambie tatizo ni wewe. House girl, huwezi kuishi na mama huyu. Oh, mama amenikwaza, nimeamua kuacha. Utabadilisha nyumba zote na baadaye utaolewa na hapo una amani tena. Utabadilisha na mume, bado ni vurugu tu. Mwisho utaishia kuwa changu doa. Tafuta amani ipitayo akili zote. Amani itauhifadhi moyo wako. Unaweza kuishi na kufurahi katika mazingira ambayo mwingine atashangaa. Kila mmoja atajiuliza, huyu ni mtu wa namna gani? Ni mtakatifu wa Bwana. Amen. Jambo jingine linalotofautisha kati ya mtu aliyetakaswa na mtu ambaye hajatakaswa ni kulipenda na kulifurahia neno. Hapa mnisikilize kwa makini. Hapa ni alama rahisi sana, labda kuliko zote, ya kuelewa mtu hajatakaswa. Hebu mshike mkono jirani yako, mwambie hebu sikia alama hiyo. Wageukia wawili, watatu, wanne, waambie hebu sikia alama hiyo. Uko tayari kusikia? Hii sitaki kupita hapa. Uko tayari kusikia? Sikiliza. Kama unalala usingizi wakati wa neno la Mungu, hujatakaswa. Na sasa hapa ndio utajua wako viongozi wa zone wanalala kwenye neno. Hamna? Hawako. Dini yao full gospel. Wako viongozi wa section wanalala kwenye neno. Hawapo. Ni dini yao. Wako viongozi wa makanisa nyumbani wanalala kwenye neno. Hawapo. Ni dini yao. Utakaswa hamna. Wako watendakazi wanalala kwenye neno. Hamna. Wanauchapa mpaka Biblia inajaa mate. Kinachowashitua tu ni zile amen, amen. Hujatakaswa wewe. Moyo wa jiwe haulifurahii neno wala hauwezi kulipenda. Unaweza kufurahia magazeti. Ukisoma magazeti ulali. Ukisoma vitabu vya hadithi ulali. Ukiangalia taarifa ya habari ulali. Saa nzima taarifa ya habari. Taarifa ya habari inakupeleka kutoka Loliondo mpaka Namanga mpaka Songea mpaka Mtwara. Wewe uko macho kabisa, pima. Taarifa ya habari inasema haya, huo ndio mwisho wa habari za kitaifa. Sasa habari za Afrika Mashariki upo. Lakini sio neno. Neno la Mungu ile unaanza tu. Waangalie, hebu muangalie mwenzako aliandika notes. Angalia notes zake ameishia wapi. Wengine aliandika ile mistari miwili ya mwanzo tu. Angalia notes za mwenzako hapo. Ndio utajua upesi mwenzangu hajatakaswa, anahitaji maombi. Viongozi wangu wa zoni mpo? Ndio maana nimewaweka karibu na mimi niwaone. Kama unachapa usingizi kiongozi wa zoni, hujatakaswa. Kama ulitakaswa, basi utakaso wako ni kushaibiwa miaka. Na saizi uko njiani kwenda motoni. Moja kwa moja. Jehanamu inakusubiri.
Mtu aliyetakaswa, tuanze na mtu ambaye hajatakaswa. Kutahiriwa moyo, ndio maana unaitwa moyo, unafanya mwili, unafanya kila kiungo kinachohusiana na neno la Mungu kitahiriwe. Macho yatatahiriwa, masikio yanayosikia neno la Mungu yatatahiriwa, macho yanayosoma Biblia yatatahiriwa. Chochote unachowaza kufikiri kinachohusiana na neno linacho kinakuwa kimetahiriwa, kwa sababu moyo ambapo ndio chemichemi ya uzima ikishatahiriwa, basi umeshatahiriwa mzima. Mtu ambaye ameokolewa, ambaye hajatakaswa, sikio lake halijatahiriwa. Kwa hiyo neno la Mungu kwake ni kama matukano, ni kama matusi. Matusi hayafurahishi kusikia. Huwezi kupenda matusi. Na vivyo hivyo mtu ambaye hajaokoka, ambaye hajatakaswa, neno la Mungu hawezi kulipenda, hawezi kulifurahia, hawezi kulisikia neno kwa muda mrefu. Anaweza kama hivi anasema, mchungaji wenu bwana kweli anafundisha neno vizuri, lakini hana hekima. Neno lake anafundisha muda mrefu mno, yanajua watu na shughuli zao. Hata mgogoro huko kwako, kuna tatizo, sikio lako halijatahiriwa. Hivi mtu ungejua kwamba sio habari ya ndoto, sio maono, ungejua kabisa ni Yesu huyu amekutembelea nyumbani kwako. Yesu amekuja kwako, amekutembelea. Yesu mwenyewe anataka kuzungumza na wewe. Ungeuchapa mbele zake? Singekuwa natamani ukisikia Yesu anazungumza nini na mimi, ananiambia nini? Sasa neno ndio Yesu mwenyewe. Huyu Yesu anaitwa neno la Mungu. Huyu Yesu anaitwa kweli. Neno lako ndio kweli. Kwa hiyo mtu ambaye hajatakaswa, masikio yake hayajatahiriwa, ndio maana analala usingizi. Neno halivutii, halifurahishi. Angalia Yeremia sasa sura ya 6 mstari wa 10. Yeremia 6 mstari wa 10. Yeremia 6 mstari wa 10. Yeremia 6 mstari wa 10 tunasoma. Sasa utaona kwa mfano, si kama hivi tumezungumza, ambaye hajatakaswa yule anayesinzia kwenye neno. Utaona saizi watu wote wameamka wote. Kwa hiyo mtu anajitahidi kabisa sasa ili aonekane ametakaswa. Kwa hiyo halali sasa. Hata hivi naona walikuwa wamelala, sasa walali. Utafanya hivyo kwa muda tu. Utafanya hivyo kwa muda. Hiyo ni jitihada yako tu hiyo. Utafanya kwa muda. Baadaye kidogo tu ukishaona wamesahau utauchapa tena. Hii tatizo liko ndani sana ya mtu. Liko ndani. Huwezi kupambana nalo kwa jitihada. Huwezi kupambana nalo kwa kusema nitie maji usoni ili niwe macho. Huwezi kupambana nalo na kusema sasa wameniona wote hapa sasa. Yaani sasa wote wameniona kwamba nimelala. Imefedhea kubwa sana. Kwa hiyo ngoja nijikaze. Si swala la kujikaza hapa. Ni swala la masikio yako kutahiriwa. Yeremia 6 mstari wa 10. Yeremia 6 mstari wa 10. Niseme na nani na kushuhudia wapate kusikia.
Tazama, sikio lao halikutahiriwa. Angalia maneno hayo. Niseme na nani na kushuhudia wapate kusikia. Tazama, sikio lao halikutahiriwa, wala hawawezi kusikiliza. Tazama, neno la Bwana limekuwa matukano kwao, hawalifurahii. Ndio. Niseme na nani na kushuhudia wapate kusikia. Tazama, sikio lao halikutahiriwa, wala hawawezi kusikiliza. Tazama, neno la Bwana limekuwa matukano kwao, hawalifurahii. Ndio. Tatizo la kushindwa kulifurahia neno ni masikio hayajatahiriwa. Mtu ambaye masikio yake yametahiriwa kutokana na moyo wake kutahiriwa, ametakaswa, ndani yake anajengewa kulipenda neno na kulifurahia kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Anaweza kusikiliza neno hata kwa masaa na masaa. Neno kwake analipenda kuliko chakula cha kimwili. Jiulize tu mwenyewe, kweli unaweza kusema kutoka moyoni unalipenda neno kuliko chakula cha kimwili? Utakuwa mwongo, utakuwa mnafiki. Kutakaswa kuna kufanya kama neno nalisikia hivi, yaani hutatamani hata kula. Yaani kula chakula cha kimwili utakiona ni kitu kisichofaa, yaani ni kitu ambacho ni kitu cha ambacho kilingani na hili neno. Unalipenda mno na kulifurahia. Kwako neno masaa 2 matatu utaona kama vile ni muda mfupi sana. Kwa sababu una shauku, ile shauku ya kumsikiliza Mungu anasema nini na wewe, inakufanya wakati wote umesikiliza hili unawaza ataniambia nini anaofuata. Unajua sio Kakobe anazungumza, ni Mungu anatumia kinywa chake. Ni Mungu anasema na mimi. Hapa anazungumza nini sasa na mimi? Kitu gani anafuata? Jambo gani atafuata kuzungumza na mimi? Nasa kuona. Analipenda neno kuliko riziki yake, kuliko chakula. Ayubu sura 23 mstari wa 12. Ayubu 23 mstari wa 12. Ayubu 23 mstari wa 12. Ayubu 23 mstari wa 12 tunasoma. Sikurudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake, nimeyatunza maneno ya kinywa chake zaidi ya riziki yangu. Sikurudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake, nimeyatunza maneno ya kinywa chake zaidi ya riziki yangu. Neno la Mungu kwa mtu ambaye masikio yake yametahiriwa inakuwa tamu kupita asali. Tamu kupita asali. Neno la Mungu ni tamu. Neno la Mungu ni tamu. Neno la Mungu ni tamu. Tamu sana we imba. Neno la Mungu ni tamu. Neno la Mungu ni tamu. Neno la Mungu ni tamu.
tamu sana we imba. Tamu kupita asali. Zaburi 119 mstari wa 103. Zaburi 119 sasa mstari wa 103. Mausia yako ni matamu sana kwangu, kupita asali kinywani mwangu. Mausia inazungumzia maneno ya Mungu. Mausia yako ni matamu sana kwangu, kupita asali kinywani mwangu. Neno la Mungu linampa furaha mtu ambaye ametakaswa. Linampa furaha na shangwe ya moyo wake. Wako watu ambao wanafurahia tu nyimbo za kwaya kama vile dance tu, na hata kwenye mikutano ya injili kama hivyo utaona watasikiliza nyimbo tu. Baada ya hapo wameondoka zake. Neno linaanza, hakuna kinachofurahisha hapo. Na hata zile nyimbo za kwaya si kwamba walikuwa wanapenda lile neno linaloimbwa kwenye kwaya zenyewe, lakini wanapenda ule muziki tu kama dance basi. Masikio yao hayajatairiwa. Nakumbuka miaka ile zamani, miaka mwanzoni mwa 80, nilijitoa nafsi yangu baada ya kuwa wakati bado nilikuwa sijaanza huduma hii. Nilikuwa Assemblies of God. Nikamwona mtumishi wa Mungu Moses Kulola anahubiri neno, nikapata uchungu sana. Nikatamani kuanzisha idara ya injili kwa kaseti, ili kwamba yale maneno anayohubiri niwe na ya rekodi na kuyazalisha na kuwapa watu bure, ili wakitoka kwenye mikutano kama hiyo iwe rahisi kujifunza yale maneno majumbani mwao. Nikamwambia mtumishi wa Mungu Kulola na mzigo huu, akafurahi sana. Nikamwambia mimi nitaleta mashine zangu mwenyewe, nitarekodi neno na kuhubiri, alafu nitawaambia watu walete kaseti zao, alafu nitawarekodia bure. Nakumbuka mkutano mmoja kule Temeke, nikatangaza kwamba mahubiri ambayo mtakuwa mnayasikia kwa kila siku, baada tu ya mkutano nitakuwa na rekodi yale. Nitakuwa nimesha rekodi, alafu mnaleta kaseti, alafu nitakuwa na warekodia bure, ili uende na kumbukumbu za mahubiri ya nyumbani. Nikawa niko na mke wangu tukufanya huduma hiyo. Nakaa hapo ndio na rekodi mahubiri yake, nasaidiana na mke wangu. Mahubiri yakiisha, tayari zimesha rekodi, tunaanza kuzalisha hizo kaseti za ukaseti wanaleta, tunarekodia bure bila gharama. Siwezi kusahau mtu mmoja akaniletea kaseti yake, ananiambia nasikia mna rekodi bure hapa. Namwambia ndio, na rekodi neno na mtumishi wangu Kulola. Sasa mimi sitaki hilo neno, nataka kwaya. Mimi ni rekodieni kwaya. Ambia hapa hatuna kwaya za kurekodi, tuna neno tu. Sasa kwani kwaya sio neno? Anazungumza kwa ukali, kwaya sio neno. Hataki neno la Kulola, anataka kwaya. Sasa unafikiri anataka neno lililoko kwenye kwaya huyo mtu?
kwake ni kama muziki tu wa dance. Na ndio maana utaona hata Waislamu, utaona hata walevi nao ni bebe nao ni bebe. Huko ndani ni kwao ni muziki tu wa dance. Maneno ya Mungu kwa mtu ni matukano, masikio yake hayajatairiwa. Hawezi kulipenda neno la Mungu na kuliona ni tamu kuliko asali hata kidogo. Hawezi. Kwa mtu aliyetakaswa, neno la Mungu linampa furaha na shangwe ya moyo wake. Yeremia 15 mstari wa 16. Yeremia 15 mstari wa 16. Yeremia 15 mstari wa 16. Maneno yako yalionekana nami nikayala, na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu na shangwe ya moyo wangu. Maneno yako yalionekana nami nikayala, na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu na shangwe ya moyo wangu. Mtu ambaye hajatakaswa hawezi kusema hivyo. Hata kisema atakuwa mnafiki tu. Neno la Mungu haliwezi kuwa ni furaha na shangwe ya moyo wake. Hapana. Unaweza kuona. Kwa hiyo kutakaswa sasa, kwa sababu kunafanya masikio yako yatairiwe, kunakuwekea shauku ya neno la Mungu kwa namna kipekee mno, kiasi kwamba mtu aliyetakaswa huwezi kumsukuma kwenda kanisani kusikia neno. Huwezi. Amekaa wiki, amekaa siku kadhaa, unaambia Jumatano kuna mafundisho, ataona ni mbali. Siku moja bila kusikia neno kwake ni shida. Hata nyumbani tatamani kusoma Biblia, wala si kwa kujilazimisha. Yaani akikaa tu na anaona vile vile kama vile mtu ana njaa, ana kiu, na chakula na maji na kinywaji, hivyo hivyo ndani mwake anaona kuna utupu, bila kusikiliza neno, bila kuyala maneno ya Mungu. Mungu anazungumza naye kwenye ibada, halafu yeye akae nyumbani, hawezi kuwa na amani hiyo. Jumatano atataka kuja ibada, akisema Jumamosi kuna makanisa nyumbani, kuna neno tena kule, lazima aende. Ndio furaha na shangwe ya moyo wake. Akitakuwa kitu kusukuma pa kumwambie wale watu ambao hawahudhurii Jumamosi, sijui kwenye makanisa nyumbani, tutawatimua, ndio anaenda kwa sababu ya kuogopa kutimuliwa. Anakwenda kwenye madarasa Biblia kwa kuogopa kwamba tutatimuliwa hapa tusipokuwepo. Neno la Mungu kwa mtu ni matukano, halifurahi. Lakini leo utaona wako watu wanasema wameokolewa, hata neno la Mungu Jumapili kwa Jumapili hawawezi kwenda. Wataiona mbingu ya nani watu hao? Mungu anakuita, anataka kuzungumza na wewe. Wewe uko nyumbani una amani yako, kufanya biashara zako na vitu vingine, na kulala sio na vitu gani. Huo sio utakatifu ambao pasipo huo mtu atamwona Mungu. Hicho ni kitu kingine. Lakini wako watu wengine wana amani, wanaweza kukaa nyumbani mwezi. Wao wanachojua ni mradi zaka yake, basi anamtuma mtu anaileta, ili aendelee kuitwa mshirika. Basi ndugu yangu, tutachukua zaka yako na bahasha yako tutaichukua, lakini utaenda motoni.
pole sana, kwa sababu watu wanaoenda mbinguni hawako hivyo. Ndani mwa watu walioko katika njia ya kuelekea mbinguni, ndani mwao katika Biblia wanafananishwa na ayala. Ayala ni namna fulani ya paa walioko Ulaya wanaoita deer. Kama paa tulionao hapa, ama swala tulionao hapa Tanzania. Sasa wako aina fulani ya swala kule Ulaya, lakini wao wana pembe nyingi zenye matawi. Wanakuwa na pembe zenye matawi mengi. Wanaitwa deer, swali tunaita ayala. Wanakimbia sana kama swala hivi wao kwetu wao. Na watakuwa na kiu na shauku ya maji, wanahangaika kutafuta maji. Na pale ambapo wanakwenda wanapata maji, manake wamekimbia, wana mbio zao hizo, wanafurahia sana, kwa sasa nimepata maji. Na ndivyo alivyo mtu aliyetakaswa. Ana kiu ya neno kwa namna ya kiu ya maji kwa swala, kiasi kwamba Biblia inasema nafsi yake inamuonea shauku Mungu, kwamba lini atakwenda kuonana naye, lini Mungu atakwenda kuzungumza naye kwenye neno lake. Na hii sio kitu cha kujitahidi, sio kitu cha kujilazimisha, sio kitu cha kujisukuma, sio kitu cha kusukumwa. Haya ni maisha yako, wala sio ya siku mbili, ni maisha yako ya wakati wote. Sio mwezi huu uko hivyo, mwezi ujao umebadilika, hapana. Yesu alikuwa ametakaswa kwa utakaso wa 100%. Na anasema katika neno lake, Baba hakuniacha, kwa sababu siku zote nafanya yale yampendezayo. Hakuwa anayafanya mambo hayo siku 2 3, hapana. Yohana sura 8 mstari wa 29. Utakaso ndio uko hivi. Utakatifu wa Yesu ndivyo ulivyo. Yohana sura 8 mstari wa 29. Yohana 8:29. Naye aliyenipeleka yu pamoja nami. Hakuniacha peke yangu, tuseme wote, kwa sababu nafanya siku zote yale yampendezayo. Yesu alikuwa anafanya siku zote, au alikuwa anafanya siku moja mbili? Na mtu mtakatifu kama Yesu anakuwa hivyo. Ni maisha yake ya siku zote. Yale anakuwa hivi. Ukisikiza neno kama hivi, unaweza sasa ukachangamka. Kasema, kumbe ndivyo tunavyotakiwa kufanya. Ndivyo tunavyotakiwa kuishi. Basi Jumapili zijazo ukawahi, hata madarasa ukawepo, kokote kwenye neno ukawepo. Kwa muda tukaona watu wanachangamkia neno, lakini wote wa muda tu fulani. Utaona hizo mbio zitakuwa mbio za sakafuni. Hawezi kwenda mbali sana watu hao ambao hawajatakaswa. Utaona amerudia yale, haonekani tena. Hii unabadilishwa kutoka ndani ya moyo wako. Ndani yako nawekewa kiu ya neno, ambayo inakufanya wakati wote kuwa na shauku ya kwenda mahali, kujihudhurisha pale ambapo Mungu anakuita, ili msikie anasema nini na wewe. Unakuwa kama ayala ambaye nafsi yako inakuwa na kiu ya kwenda kwenye madimbu ya maji. Unazunguka kote nyikani, unatafuta maji. Zaburi 42 mstari wa 1 mpaka mstari wa 2. Zaburi 42 mstari wa 1 mpaka mstari wa 2. Zaburi 42 sasa mstari wa 1 mpaka mstari wa 2 tunasoma. Kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, hivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, Mungu. Kama ayala
aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, Mungu. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Sikiliza maneno haya. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Maana yake lini nitakapokwenda ibada? Mahali aliposema mahali wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, mimi nipo kati yao. Lini nitakwenda kujihudhurisha mahali pana hiyo? Nikamsikia Mungu anasema nini? Nafsi yangu ina shauku, ina kiu. Naona Jumapili mbali. Kama hivi hamna ibada za katikati, naona wiki moja ni mbali. Ndio maana mtu huyo lazima atakuwa na kwake kununua kaseti. Itakuwa ni sehemu ya maisha. Ili asikilize kaseti, asikilize nyumbani neno. Ana kiu, ana shauku. Hawezi kuishi bila neno. Hawezi kupenda taarifa ya habari kuliko neno la Mungu. Masikio yake mtu huyu yametahiriwa. Unaweza kuona. Kwa hiyo ukiona kama sifa hizi huna, yani wala usiogope, wala usikate tamaa. Kinyume chake ufurahi, kwa sababu umeuona utupu wako. Amen. Wala moyo wako sasa usihangaike na kusema sasa wala usijione ni mbaya kuliko wote. Ufurahi kwamba Mungu anakuonyesha ili umlilie upate utakaso. Kwa sababu utakaso huwezi kuupata mpaka uone utupu wako. Ukishaona utupu wako, hata katika kipengele kimoja, hapo sijahesabia haki kwenye kipengele kimoja, hapana. Kipengele kimoja tu kikutoa nje, uje ujatakaswa. Kwa hiyo pale pale moyoni mwako uumbue kitu. Tuseme, Bwana Yesu, ni umeniona. Ni kweli na moyo wa jiwe, na moyo wa kijiwe. Nahitaji tohara ya Kristo. Usingoje mpaka somo hili liishe. Bado tutaendelea kujifunza sana. Usingoje mpaka mwisho. Kwa kusema tumemaliza somo sasa tuombe. Hata leo kabla hujamaliza, umeshaona utupu wako, unajua sijatakaswa. Bwana Yesu, nahitaji unitakase. Na Mungu aliyewaita anasema ni mwaminifu, naye atafanya. Amen. Kwa hiyo unaweza kutakaswa hata kabla somo hili halijaisha. Sio lazima somo liishe ndio utakaswe. Hivi tunavyoendelea kujifunza, ni ile tunazidi kukufanya ujione utupu wako. Ni Roho anaendelea kutuonyesha kwamba hapa upo, hapa upo, hapa upo, hapa upo. Ni sawa na mtu ambaye hajaokoka anajihesabia haki sababu havuti sigara. Wako watu ambao hawajaokoka hawavuti sigara, hawako. Wako watu ambao hawajaokoka hawanywi pombe, hawako. Wako watu ambao hawajaokoka mabikira, hawako. Wapo, ndio. Lakini mtu ana hii, pamoja na ubikira wake, pamoja na kwamba havuti sigara, pamoja na kwamba hanywi pombe, tunampeleka kwenye neno mpaka tufikie mahali ajione pamoja na yote hayo bado ni mwenye dhambi. Tukisema kwamba hatuna dhambi, tutajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani mwetu. Lakini tukizungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata anaweza kutuondolea dhambi zetu na kutusafisha udhalimu wote kwa damu yake Yesu iliyomwagika msalabani. Mpaka afikie mahali aondoe kujihesabia haki, amwambie Bwana Yesu, na mimi nahitaji msamaha wa dhambi, nahitaji niokoe, ndio ataokoka. Lakini akiendelea kujihesabia haki kwa sababu havuti sigara, kwa sababu hanywi pombe, kwa sababu ni bikira, atakwenda motoni kama mtu yote mwingine. Kwa lengo la Roho Mtakatifu kutufundisha haya na kutuonyesha, ni kutuonyesha utupu wetu, ni kutuondoa katika hali ya kujihesabia haki, ili tumwambie Bwana Yesu nitakase. Kwa namna ile tulimwambia Bwana Yesu niokoe,
Sasa tumwambie asante kwa kuniokoa, sasa nitakase. Tumwambie kwa njaa na kiu, ukijua kwamba bila utakatifu huwezi kumwona Bwana. Unaweza kuona tupige hatua tena. Mtu asiyetakaswa anakuwa mgumu sana, mzito kufundishika. Kwa hiyo ni vigumu sana kubadilishwa na neno. Unaweza kuona watu wanakuja kwenye ibada tena na tena, lakini hawabadiliki. Unashangaa huyu mtu ana miaka mingi sana katika wokovu, ana miaka mingi kanisani, lakini anafanya vitu vya ajabu kama mtoto mchanga kiroho wa leo, wa jana. Habadiliki, moyo wake ni mgumu, hafundishiki. Ndani mwake bado kuna uasi, ndani mwake bado kuna kujadili maneno ya Mungu, bado kuna kuyafanyia mjadala, bado kuna kuyajadili kwa akili, bado kuna kutumia akili kuyafanyia mjadala na kuona lipi la kufanya, lipi sio la kufanya. Ni mgumu, ni mzito sana kufundishika. Yeremia 32 mstari wa 33. 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 Yeremia 32 mstari wa 33 tunasoma tena, wamenigeuzia visogo vyao wala si nyuso zao, ingawa naliwafundisha nikiondoka mapema na kuwafundisha, lakini hawakusikiliza ili wapate mafundisho. Watu ambao masikio yao hawajatahiriwa ni wagumu sana kufundishika na hawaambiliki, hawabadiliki. Unaweza kuja na kusikiliza neno tena na tena, lakini anatoka kama alivyo. Kila kitu kimesahaulika, kila kitu amekiacha pale pale, habadilishi na neno. Kwa maana huwezi kuona maendeleo yake ya kiroho, na kwa vigumu sana kuona maendeleo yake ya kasi ya kiroho. Lakini mtu mwenye haki, mtu aliyetakaswa, unampa elimu, anafundishika. Unampa hekima, anazidi kuwa na hekima. Mithali 9 mstari wa 9. Mithali 9 mstari wa 9. Mithali 9:9. Mithali 9:9. Mithali 9 mstari wa 9 tunasoma, mwelimishe mwenye hekima, naye atazidi kuwa na hekima. Mfundishe mwenye haki, naye atazidi kuwa na elimu. Anafundishika, elimu itakaa, itafanya makao, atabadilika. Neno la Mungu linamvunja haraka sana mtu ambaye ametakaswa, kwa sababu ana moyo wa nyama, hana moyo mgumu ambao ni mzito kupokea. Kwa anavunjwa na neno, akilisikia neno linamlainisha, linavunja mifupa yote. Biblia inasema anawaya kama mlevi ambaye anatubu, anahangaika na kutafuta uso wa Mungu mpaka abadilishwe, mpaka aendane na lile neno alilojifunza.
neno la mvunja kirahisi. Yeremia 23 mstari wa 9. Yeremia 23 mstari wa 9. Katika habari za manabii, moyo wangu ndani yangu umevunjika, mifupa yangu yote inatikisika. Nimekuwa kama mtu aliyemlevi na kama mtu aliyeshindwa na divai, kwa ajili ya Bwana na kwa ajili ya maneno yake matakatifu. Moyo wa nyama huu unamfanya mtu akilisikia neno na linamponda, linamvunja. Hata ukimwambia aombe, ataomba kwa kuhuzunika, kwa kulalama, kwa sababu anaona amepungua. Hana amani mpaka afikie vile viwango akae furaha yake ni ampendeze Mungu. Hawezi kufurahia kukaa nje ya mapenzi ya Mungu. Isaya 66 mstari wa 2. Isaya 66 mstari wa 2. Isaya 66 mstari wa 2. Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, sema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekae asikiapo neno langu. Huyu ni mtu aliyetakaswa. Mnyonge, ana roho iliyopondeka, anatetemeka akisikia neno. Pale Mungu anamwambia, hapa sivyo unavyoishi, hapa sivyo unavyotakiwa kuishi hivi, sivyo unatakiwa kufanya. Anatetemeka. Hawezi kujivunia uasi. Kuna mtu mwingine, huyu mtu ambaye atatakaswa, anajivunia uasi, jeuri, ukaidi. Yaani wana yale yote tuliyojifunza wanafanya hivi. Si nyinyi, yaani kila kitu mkiambia mnafanya tu hivyo, shaurieni. Unafikiri mimi na buruza tu. Moyo wako mgumu, unaenda motoni mwanaume. Hamna chochote cha kujivunia. Hapo naenda motoni, afadhali usingekuja kanisani. Afadhali badala ya kuja kanisani ungeenda kunywa pombe na walevi wengine. Unapojivunia ukaidi, unajivunia ujeuri, unajivunia uasi kwenye neno, ni mjinga. Ujia aliyoko mbele yako, umepofusha fikra. Hujui kilichoko mbele yako. Bwana tusaidie ili roho hiyo itoke ndani yetu, ili tupewe tohara ya Kristo na tutetemeke tunapolisikia neno la Mungu. Mtu ambaye hajatakaswa, ndani yake kuna nia ya mwili. Nia ya mwili ni neno jingine linalozungumzia ule mzizi wa dhambi ambao tumekuwa tukizungumza habari zake. Mradi ile nia ya mwili, mzizi wa dhambi kayo ndani ya mtu, bado yuko ndani ya mtu, hawezi kuitii sheria ya Mungu huyu. Hata akijitahidi, anajitahidi tu kwa nguvu zake, itakuwa ataona mambo haya ni magumu, hayawezi. Sasa Bwana, haya maneno nayo yamezidi kuwa magumu. Malipizo ya ndoa, yaani kweli umrudia mwanamke ambaye amemwacha miaka 15, tuliachana vibaya, tunataka kuruana, eti nirudiane naye tena tuishi pamoja, inawezekanaje? Ni gumu, huwezi, kwa sababu hujatakaswa. Niache kweli sigara ndio zinanipatia hela nyingi, niache biashara ya sigara, niache kazi kwenye kiwanda cha pombe, kiwanda cha sigara, na hapa na nafasi kubwa sana, ni manager kweli. Jamani, si Mungu tu anajua? Hajui? Anajua nini? Anajua kuishi katika uovu, katika uasi. Kristo nafikiri angekuwa hapa duniani angefanya kazi kwenye kiwanda cha bia. Ikiwa umetakaswa, haitakuwa shida kwako kuacha chochote, ili mradi neno limekwambia uache, hata kama ni gharama gani. Ndani mwako una moyo uliopondeka, unatetemeka unapolisikia neno la Mungu. Ukisikia neno la Mungu unatetemeka, unataka kuliishi hilo neno mara moja, na si kwa kujitahidi ndivyo ulivyo. Kinyume chake, kama kuna nia ya mwili ndani yako, uwezi. Warumi 8 mstari wa 7. Warumi 8:7. Warumi 8:7. Kwa kweli nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu,
wala haiwezi kuitii. Ndio, kama mzizi wa dhambi uko ndani yako, huwezi kuitii sheria ya Mungu hata kidogo. Huwezi. Utaona mambo ni magumu mazito, hayawezekani. Ni mpaka moyo wako ukunjuliwe, ni mpaka moyo wako ubadilishwe. Ni lugha nyingine inatumika Biblia, kukunjuliwa moyo. Moyo kikunjuliwa, sasa unapewa ndani yako kukimbia haraka kuyafanya maagizo ya Mungu. Zaburi 119 sasa, mstari wa 32 mpaka 34. Zaburi 119. Zaburi 119 mstari wa 32 mpaka 34. Nitakwenda mbio katika njia ya maagizo yako. Utakwendaje mbio katika njia ya maagizo ya Mungu? Ni mpaka ufanye nini? Ufanyiwe nini? Utakaponikunjua moyo wangu. Unaona maneno hayo? Unaona maneno hayo katika mstari wa 32? Nitakwenda mbio katika njia ya maagizo yako. Sema, utakaponikunjua moyo wangu. Ndio. Bwana, unifundishe njia ya amri zako, nami nitaishika hata mwisho. Unifahamishe, nami nitaishika sheria yako. Naam, nitaitii kwa moyo wangu wote. Lakini huwezi kutii sheria ya Mungu mpaka ukunjuliwe moyo. Leo tutaishia hapo, na Jumapili ijayo tena tutaanzia hapo kuendelea kujikagua wenyewe. Tuangalia mambo kadha wa kadha, na tuzidi kuona tofauti kati ya mtu aliyetakaswa na mtu ambaye hajatakaswa. Lakini kama nimesema, hatuna haja kusubiri Jumapili ijayo. Lakini kwa nini unajifunza mpaka sasa? Umeona utupu wako, unaweza kumwambia Bwana Yesu, ni kweli umeniona. Ni kweli nimeokolewa, lakini sifa hizi sina. Nina moyo wa jiwe, na moyo wa kijiwe unahitaji tohara ya Kristo. Na Bwana atakushibisha ikiwa na njaa na kiu ya haki pale ulipo simama juu. Weka mikono yako juu sasa. Umeniona, umeniona mimi, umeniona, umeniona. Imba sasa, umeniona, umeniona Roho. Umeniona, umeniona Roho, umeniona, umeniona. Utupu wangu umeuona, uona Roho, utupu wangu